Ndio. Kwa unajua kuna ndugu zetu wa Waislamu wenyewe wanaamini kwamba Qur'ani ni kitabu kilichokamilika, yani kitabu cha Mungu. Ila Wakristo ikiwepo wewe unaamini kwamba Qur'ani sio kitabu cha Mungu. Sasa kwa nini unaamini kwamba Qur'ani sio kitabu sahihi na sio kitabu cha Mungu vile vile? Umezungumzia kitabu kinachoitwa Qur'ani. Qur'ani ni kitabu ambacho kina hizo sura 114 kutoka surati al-Fatiha na surati al-Nas. Ni kitabu ambacho hata sisi wakati mimi unapozaliwa hujui chochote, lakini nikawa nimekuwa mpaka nimekuwa kila sehemu zile kule Tanga, katika jamii ya Kiislamu. Nimekwenda madrasa, lakini familia wote walionizunguka manake walikuwa ni nini? Ni Waislamu. Lakini walikuwaje Waislamu? Ina maana kwamba nadhani baba yangu ndio aliyepokea, kwa sababu babu yangu alikuwa bado kipindi hicho ni watu walikuwa na dini tu za kawaida za kimila. Kwa nadhani kwamba mimi nikajikuta nikiwa katika ile familia ya Kiislamu. Na katika kukifikia ile maana kwamba tulikuwa tunajifunza madrasa, tunajifunza Qur'ani, tunakwenda msikitini. Kwa hiyo kwa muda mwingi sana tukaaminishwa kwamba hiki ndio kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sawa. Kwa nadhani nimeishi katika kitabu hicho pamoja nacho kwa umri usiopungua miaka 35. Nikiwa katika imani ile ya Kiislamu, nikiamini kwamba Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwamba ndio mwongozo, kwa sababu ndio nilichokipokea. Lakini baadaye wakati tembea katika mwaka 98 nikawa nimekutana kama na nuru nyingine ambao ikanipelekea sasa nijaribu kuangalia kitabu pale juu kinaitwa Biblia, yani ile ganda la juu. Ganda la juu pale pameandikwa Biblia. Ila mle ndani kuna mambo mengi. Kwa sishughuliki sana hilo ganda la juu, nashughulika na kile kilichoko ndani. Ni kama kuna msukumo fulani unaoniambia ile injili na wale watu ikaonekana baada kwa kizungu wanasemanga don't judge a book by its cover. Sawa kabisa, nadhani kama itakuwa ndio hivyo. Kwa sababu baadaye hapa Tunduma baada ya kupokea ni kama kuna watu wanakizungumza, kuna roho, yani kama vile Paulo iliyonisukuma. Baada ya kunisukuma, mwisho wa siku nikapata sasa fursa ya kuitalii nini? Biblia. Kwenye Qur'ani tulikuwa tunajifunza lugha ya Kiarabu. Kule kukariri. Kuna wakati fulani unakariri na unakwenda msikitini ila huelewi. Isipokuwa una hisia fulani hivi za kana kwamba uko na Mungu. Nilikuwa nasoma aya nyingi sana ambazo nakuta, kwa mfano nijaribu kugusa, kuna mambo fulani ambayo wakati kigusa, kwa mfano surati al-Fatiha. Kwenye surati al-Fatiha kila ukisoma napenda kusema Bismillahirrahmanirrahim, yani kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo pia. Anasema alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lakini kwa amesema alhamdulillahi, namshukuru Mwenyezi Mungu, rabbil alamin, Mola wa viumbe wote, rahmanir rahim, mwenye kurehemu, mwingi wa rehema, maliki yawmiddin, mfalme wa peke yake siku ya kiyama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yani yeye tu ndiye tunayemwabudu na yeye ndiye tunayemtaka kuwezesha kila laheri. Ihdina siratal mustaqima, tuongoze katika njia iliyonyooka, siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale uliowaneemesha, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, si ya wale ulio na ghadhabu juu yao wala si ya wale waliopotea. Kwa kisoma ile dua tulikuwa tunaisoma sana tunapokwenda kuswali na kila wakati, yani ile ni kama ndio Qur'ani yote. Sasa ukisoma vizuri ni kwamba baadaye nikaikuta kwamba ina tafsiri kubwa sana katika Biblia. Yani kile unachokiomba unakikuta katika Biblia. Kwa mfano anaposema tuongoze katika njia iliyonyooka, ukisoma Hosea 14 tunasema njia za Bwana zimenyooka. Kuna mahali akasema kwamba sio nini, inazungumza kwamba
ihdina siratal mustaqim siratal ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kuna maana sio ya wale waliopotea. Lakini kwa mfano ukiangalia katika kitabu cha Rumi anasema kwamba Torati imekuja kwa mkono wa Musa, lakini neema. Kwa ukijaribu kuangalia Qur'ani kama ilikuwa inaziomba nini? Inaziomba neema. Kwa kuna uhusiano ukiangalia baada ya kuja katika sasa Biblia. Nikakuta kwamba ni kitabu ambacho kina mtiririko wake. Ile Qur'ani ukakuta umepata hapa, ukapata pale. Yaani ni sehemu ambazo huwa ni kama haina mtiririko wa moja kwa moja. Yaani kama saa nyingine ni kama kitabu cha Zaburi. Zaburi zilikuwa na shairi kaanza sentensi ikiishia hapa. Sasa Biblia ni kitabu ambacho kina mtiririko. Lakini kabla kwenda kwenye Biblia kuna mahali fulani nilisoma katika bado kwenye Qur'an surati al-Ala sura 87 kuna mahali panasema kad aflaha man tadhaka wa dhakara isma rabbi fathalla. Unaona? Bali tuthiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairul wa abaka inna hadha la fi thuhufi ula thuhufi Ibrahim wa Musa. Anasema kad aflaha man tadhaka, hakika amekwisha faulu aliyejitakasa. Fadhakara isma rabbihi fathalla, asema akakumbuka kulitaja jina la Mola wake na kusali. Bali tuthiruna alhayata dunia, lakini ninyi ni kuipenda dunia. Wal akhiratu khairul wa abaka, ili hali akhira ni yenye kubaki. Anasema inna hadha la fi thuhufi ula, je haya hayamo kwenye vitabu vyotangulia? Thuhufi Ibrahima wa Musa. Kwa namna fulani vile vinajaribu kutuambia tuende kule. Sasa nilivyoenda kule kuchunguza nikajikuta kuna kile kitabu kina mtiririko Bible katika vitabu vyake vyote from Genesis to Revelation. Kuna kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Maana kuna mtiririko ninaouona. Sasa ule mtiririko ninaouona nikisema niunganishe na mtiririko wa nini? Wa Qur'ani vinapishana. Na katika Biblia kitu kikubwa ambacho ninakiona kutoka mapema katika kitabu cha Musa kuanzia Kutoka, kwa mfano kizungumzia Pasaka. Yaani suala la kifo cha Yesu limezungumzwa sana. Kiasi kwamba ukiangalia kwa mfano sura zote kama sura kitabu cha Yohana peke yake kuanzia sura ya 12 mpaka 20, yani karibu nusu au zaidi ya kitabu cha nani cha Yohana kinazungumzia ile juma la mwisho. Kwa hiyo kinazungumzia sana habari za kifo cha Yesu msalabani. Na kuna wakati fulani alizungumza akasema kwamba akamwambia Petro, rudi nyuma shetani ukikwazo kwangu. Sababu alikuwa anajaribu kuzuia nini? Kama anamkataza Yesu kwamba hata kufa. Sasa Qur'ani huku inakataa moja kwa moja kwamba Yesu hakufa nini? Hakufa msalabani, hawakumuua. Kwa namna fulani baada ya kusema sasa utafuata kipi? Ufuate Biblia au ufuate Qur'ani? Kwa sababu vile vitabu vinagongana. Sasa mimi ikaonekana kwamba kwa sababu sasa nimefanya maamuzi kama mimi. Yaani maana yake kwamba sasa huku nimeelewa. Huku mwanzoni nilikuwa naburuzwa ni kama kwa namna fulani kama vile nizaliwa katika Uislamu na kukua kama urisi tu, yani nimerisishwa badala ya kunirisisha mbuzi na ng'ombe na kondoo, basi maana yake nikajikuta nataka nirisishwe dini. Lakini huku upande wa pili maana yake huku sijarisishwa na mtu, ndio maana huku miliko mimi wala sio Mkatoliki huku, wala sio Msabato huku, wala sio Moravian huku, wala si mtu fulani sifungamana na dhehebu. Maana yake mimi nilikuwa na kiu ya kwamba nilipate nini? Nilipate neno. Kwa namna fulani kama nilichosema sasa, Biblia Bible from Genesis to Revelation. Ile ndio waraka wa kimungu kwa sababu imeandikwa kitabu cha kitabu cha Mwanzo kinazungumza toka kuumbwa kwa dunia. Yaani inakupa ikisema Mwanzo inakupa nafasi dunia ilipoumbwa. Ukija kitabu cha Ufunuo kinakupa mpaka nini? Utawala wa miaka 1000 wa Kristo halafu na umilele. Yaani ile program ya kimungu yote imekamilishwa na Biblia ambapo dunia historia inatafsiri unabii ulio katika nini? Katika Biblia. Kwa sasa hii Qur'ani inavyokuja ukitazama ni kwamba kitabu cha Ufunuo nadhani kwamba kwa namna moja ama nyingine wakati Yohana kwenye kisiwa cha Patmo ni baada ya labda mwaka 70 pale kama ni kuelekea kukamilika sio zaidi ya mwaka wa karne ya pili. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kila kitabu kikawa kimefanya nini? Kimekamilika na kikawa kwa namna fulani kilikuwa na muhuri zake ambaye wa kuzifungua na kuwa ni Kristo. Sasa huku mbeleni mwaka 910 wakati huyu Bwana Muhammad alivyokuwa katika kule Maka alikwenda kwenye kwenye pango Jabal Hira. Jabal Hira ni kwamba kilomita kama au maili 2 kutoka mji wa Maka. Alikuwa kule akimeditate, meditation ni kwamba kuomba kwenye pango kule. Sasa ilionekana kwamba ni siku ya 17, ilikuwa siku ya Ijumaa, siku ya 17 ya mwezi wa Ramadhani katika mwaka wa 13 kabla ya mwaka wa Hija. Nadhani kwa ni Ijumaa tarehe 5
mwezi wa Machi mwaka wa 610. Alivyoenda kule ndio wakakutana na huyu anayesema anaitwa nani? Anasema malaika Jibril. Sasa huyu anamuita Gabriel, lakini huyu Gabriel anamuita Jibril, lakini kwenye Biblia kuanzia kitabu cha Daniel anaitwa Gabriel. Na mbona Gabriel bado naye anajua kifo cha Yesu? Maana ukisoma Daniel sura 9 mstari wa ngapi? Kwa namna fulani kuna mahali huyu na huyu ni wapi wanakuwa kama ni watu wawili tofauti. Kwa namna fulani inaonekana kwamba kile kitabu ukikitazama Qur'ani, yani kitabu ambacho kwa kweli siwezi nikasema hakina effect duniani. Yani maana kimechukua watu wengi duniani. Kuna mvutano mkubwa kati ya Biblia na Qur'ani katika mwongozo wa ulimwengu. Ukiacha vitabu vingine vya labda wa China, wa Hindu, lakini Qur'ani ukiangalia kwa mfano Wayahudi na Wakristo katika ujumla wao, maana nikisema Wakristo nina maana wale wanaoiamini Biblia hasa Agano Jipya, japokuwa kimadhehebu kila mmoja naye amefanana, kuna mahali alipokwenda kinyume, ila kwa maadamu anaiamini Biblia katika ujumla wake na wanamhubiri Yesu na waita wa Kristo. Lakini hawa Waislamu, hii Qur'ani maana yake ni kama kitabu kilichojitenga. Yani kina hizo sura 114. Lakini Biblia hii ya Kiprotestanti na vitabu 66 nayo vimeungwa kwa pamoja. Kwa hiyo nadhani ndio maana nikasemaje kwamba hata kama Muislamu kitaka basi hivyo hizo Torati ya Musa na nini basi wangevichukua waunge pamoja ili kitabu kiwe kimoja. Kwa namna moja ama nyingine hiki kitabu ninakuwa na mashaka nacho, ni kitabu kingine kimekuja karibuni miaka 600 baadaye, wakati tayari vitabu vya kwanza vimefungwa. Kwa hiyo sasa hakuna mahali panapoonyesha yani kazi ya msalaba na kitabu cha Ufunuo kimekamilika. Na nikwambia kwamba kijaribu kutoa unabii wa kanisa kutoka mwaka 70 mpaka kuja kwa nani? Kuja kwa Kristo. Na mpaka ukitazama mpaka kwenye kitabu cha Ufunuo kuna mahali anasema kwamba nalikuwa nimekufa na sasa ni hai. Lakini Qur'ani haizungumzi habari ya kifo chake. Kwa namna moja ama nyingine ndio nasema hiki kitabu kina watu wengi, na kwa kuwa kina watu wengi na kuna mambo mengine kinayapatia vizuri tu. Kwa sababu yale mambo mengine kimeachukua ndani ya nini? Ndani ya Biblia. Kimechukua Agano la Kale. Na hata kama kisingechukua ukiweke pembeni, ukiweke tu pembeni, bado huwezi kumweka Myahudi na nani na Mkristo mahali pamoja. Maana hivi vita vilikuwepo kati ya Wayahudi na Wakristo. Kitabu kipo. Lakini bado watu wa kuamini kwamba huyu ndio Yesu mwenyewe bado kulikuwa na utata. Kwa hiyo maana ni kwamba ni kama hivyo sema ni kwamba Waislamu kuna sehemu wameivalisha koti la nani? La Wayahudi. Wakati Muhammad anavyokuwepo pale mwaka 610 ni kipindi ambacho kwa namna moja ama nyingine manabii wale wa Kiyahudi wote hawakuwepo. Yani katika mwaka 610. Mwaka 610 ni kipindi ambacho kuna ile Rumi ile, kuna mtu anaitwa Focus aliondolewa madarakani, alipinduliwa na Heraclius, mtu mmoja kutoka Misri. Na kipindi fulani papa wangapi? Papa watatu akawa ametumika kama Pontifex ni Papa Boniface wa 4. Pontifex Maximus kachukua nafasi. Kwa hiyo kipindi hicho ikaonekana kwamba Ukatoliki ndio unachukua nafasi ya kutawala upande wa magharibi, na wakati huo Uislamu ukaibuka kwa upande wa nini? Upande wa nchi za Uarabuni. Ninachokiona hapa kuna kitu tu ambacho Mungu ameleta, check and balance. Ndio maana kasema hapana, hizi nguvu ninazoziona za Uislamu halafu haziko kwenye nabii, kwamba sio bure, kuna nguvu mbili, tena ni nguvu kubwa. Ndio maana kasemaje kwamba alisema mtu mmoja Salman Rashidi akazisema kwamba satanic verses ya aya za kishetani. Hivi shetani hana nguvu? Ana nguvu sana. Ndio hata kitabu cha Mathayo ile 4 shetani alimchukua Yesu, wakawa wameshindana, yani kati ya Yesu na shetani. Sasa hiki kitabu nikikiita cha kishetani kinakuwa sawa, kwa sababu kinakuwa karibu sana na uungu, yani kinakuwa karibu na ukweli halafu ni uongo. Yani ingekuwa kama ungekuwa unakipata haraka kuonyesha uongo wake, basi tusingeshughulika nacho, maana labda ni cha mapepo tu au cha watu tu. Lakini inaonekana ina maana hata ibilisi amechukua nafasi yake. Yani unakiona kabisa kwamba kina nguvu za ushawishi, lakini hakifanani na hiki. Yani vinakaribiana sawa, sababu ukweli na uongo huwa kuna kati 5 vinakaribiana. Ndio maana nasema hivi, ni afadhali mtu akikuambia uongo, yani katika mambo 10 akikuambia uongo mambo 9, alafu ukweli mmoja utamshtukia. Lakini huyu akikuonyesha kwamba katika mambo 10 9 akapatia, basi kukuvuta ni rahisi. Ndio maana hata maandiko kuna unabii kwamba watatokea manabii wa uongo
makristo wa uongo ambao watafanya miujiza mikubwa hata yamkini kuwapoteza walio wateule. Kwa hata nabii ni kwamba kuna manabii wengi walipo, hata huyu nasema nani huyu Balaam alikuwa nabii kipindi fulani, lakini alikuwa ni mchawi. Isipokuwa ni kwamba kuna roho aliingia kwa akili utabirie wale mazuri. Kwa hiyo hata ibilisi huwa anajifanya kuwa malaika wa nuru, anajaribu kukaribia ule ukweli zaidi ili kwamba ile njia ya kweli ifanye nini, haipotoshe. Kwa hiyo haiwezi ukakifanya Biblia na Qur'ani vyote viwe sahihi. Aidha kimoja kiwe sahihi, iwe kimoja potofu. Kwa hiyo nikisema Qur'ani ni sahihi, basi Biblia ni potofu. Lakini nikisema Biblia ni sahihi, Qur'ani ni potofu. Hakuna njia katikati. Nadhani ndio hicho. Mimi nasema Biblia ndio kitabu kinajitosheleza, ni kitabu kamili, ila Qur'ani imekuja tu kama shetani kumpa changamoto Kristo Yesu ili usilemae uweze kuingia katika kina zaidi. Ndio vita vya roho vinavyoendelea. Asante sana.